fedha tangia imeanza kuchangiwa hiyo tone tone, hatujawahi kuona fedha hiyo ikishuka kwenye makata na majimbo pamoja na wilaya. Maana ile fedha ya tone tone inatumiwa na viongozi wa kitaifa. Inapofikia level ya majimbo na wilaya, tunaambiwa tutumie fedha zetu mfukoni. Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela akishirikiana na kampuni ya Kabusungu mradi wa viwanja anawatangazia wananchi, mashirika, makampuni, taasisi za umma na binafsi kuwa halmashauri inaendelea na uuzaji wa viwanja katika eneo la mradi Kabusungu. Viwanja hivyo viko jirani na hospitali ya wilaya ya Ilemela, kilomita 10 kutoka ofisi za makao makuu ya manispaa ya Ilemela. Fomu za maombi zinapatikana katika ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela na zitaanza kutolewa tarehe 10 mwezi wa 3, 2025. Bei ya fomu ya maombi ni shilingi 5,000 kwa kila kiwanja. Bei ya kuuza viwanja kwa mita moja ya mraba ni shilingi 6,000. Zingatia kwamba 50% ya malipo yatatakiwa kulipwa ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kuchukua ankara ya malipo, yani invoice, na kiasi kitakachobaki kitatakiwa kulipwa ndani ya siku 90. Kinyume na hapo, kiwanja kitatolewa kwa muombaji mwingine. Aidha, wateja wote walionunua viwanja awamu ya kwanza katika eneo hilo pamoja na maeneo mengine ambayo ni East Buswelu, Nyafula, Sangabuye, Masemele na Kabusungu wanakumbushwa kukamilisha malipo yao ndani ya siku 30 toka tarehe ya tangazo hili. Endapo hawatakamilisha, viwanja vitauzwa kwa waombaji wengine na hawatarudishiwa fedha yoyote. Wote mnakaribishwa. Tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela, Umi M. Wayayu. Sasa jiulize, hivi kati ya mimi ambaye niko jimboni na kwenye kata, na uwezo gani wa kumzidi Heche, na uwezo gani wa kumzidi Lema, na uwezo gani wa kumzidi mtu mwingine aliyoko taifa? Manake walioko taifa wana uwezo wa kujiendesha wao kama wao kwa fedha zao binafsi. Walishakuwa wabunge, walishakuwa na nyadhifa mbalimbali ambazo ziliwawezesha kupata fedha. Sisi watu wa chini huko hatujai kupata nyadhifa ambao pengine tukawa na uchumi mzuri, lakini sisi ndo tunaambiwa tutumie fedha zetu. Tuendeshe chama kwa hela zetu, lakini wao wanaendesha chama kwa njia ya tone tone. Paka na familia zao wanahudumia kwa fedha ya tone tone. Kwa hizo fedha sisi tufikie na sisi huku chini tukaweza kuendesha chama. Kwa mfano sasa hivi kulikuwa na mikutano inafanyika ya hadhara. Wanaambiwa waandae mikutano kwa fedha za wanachama huku chini, tuchange sisi kama viongozi. Wakati fedha za tone tone zio changwa wanatumia wao na wanajilipa kila siku, wanajilipa fedha za tone tone. Wanajilipa kila night moja wanalipana 200,000 wote wanaozunguka kwenye mkutano. Sasa hiyo 200,000 sisi tunaendeshwa na nini? Chama kinaendeshwa na nini? Manake mimi ili niendeshe chama nikauze debe la mahindi. Lakini kwa ufupi ni kwamba tarehe ya leo tumejivua wanachama rasmi. Na tukishajivua wanachama automatically na nyadhifa zetu. Kwa mfano kama mimi, makamu mwenyekiti wa kanda nimeshajivua rasmi, lakini pia mwenyekiti wa wilaya ya Itilima nimeshajivua rasmi. Kwa wameshindwa kutuamini sisi ndani ya chama. Wanatuona ni kama vile ni watu ambao tunafanya kazi nyingine tofauti na chama. Hatuwezi kuishi kwa mazingira ya hofu ndani ya chama kimoja. Kwa sababu tukiishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hatuwezi kufanya kazi ya chama. Siku zote mnapokuwa mnaishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hamwezi kufanya yale ambao wananchi wanahitaji. Hatuwezi kuleta ukombozi wa nchi kama tunaishi sisi wenyewe kwa hofu. Kwa hiyo sisi tumeamua kujivua kwa maana ya kwamba ni bora tupumuzike. Tuangalie namna nyingine ya kufanya siasa, sio tunaoifanya sasa hivi. Mimi kwa kawaida ndani ya chama chetu ni kiongozi ambaye ninasimamia nidhamu, lakini nimeshindwa kuvumilia kwa sababu pamoja na kwamba katiba inanitaja kama mtu ambaye ninasimamia nidhamu, nimekuwa pia sehemu ya kubezwa, kutukanwa, kukashifiwa na viongozi ambao kimsingi ni vijana wadogo. Kwa hiyo hilo nalo limenivunja moyo sana, na kuona kwa kweli kwamba ndani ya chama hiki bado hatuna uwezo wa kuongoza nchi hata kama tutapewa leo. Na niamini tu kwamba Chadema hata kama watapewa nchi leo, huenda wanaweza wakafanya vibaya sana pengine kuliko hata Chama cha Mapinduzi, kutokana na jinsi tulivyo ndani ya chama, tusivyozingatia nidhamu, itifaki pamoja na mambo mengine. Mimi kwandu siridhishwi na mwenendo wa chama. Mimi kwandu naona chama kimetoka kwenye misingi yake ya kuwasaidia Watanzania. Badala yake kimebaki kuwa chama cha kutoa taarifa. Ndugu zanguni, nimeona mienendo hiyo, mimi kwandu siwezi kuendelea kubaki ndani ya Chadema. Kwa sababu Chadema imeacha misingi yake. Kama inahitaji watu wabaki ndani ya Chadema, ni wasitu warudi kwenye misingi ya awali waliotufundisha. Katika wimbi hili
haliwahusu G55. Kuna mvua inakuja, haya ni manyunyu tu. Kitakachokuja kutokea ni gharika. Kabla gharika haijawakuta, ni wasi waingie kwenye safina ya Nuhu mapema. Kinachokuja kutokea Simiyu sio hiki unachokitazama leo. Na bahati nzuri mimi na wao tunafahamiana vizuri uchezaji. Nitaingia uwanjani, nitacheza rasmi sasa. Sina chama chochote mpaka dakika hii, ila nitaendelea na msingi wangu wa kuwasaidia Watanzania kama wao walivyokuwa wananitumia hata baada ya mimi kukaa pembeni pindi wanapokuwa na shida. Niseme tu, nitaendelea kuwatetea Watanzania kwa kutumia mfumo mwingine ambao nitaona unafaa kuendeleza kila ambacho kipo ndani ya nafsi yangu na ninachokipenda kuona kila mtu anatendewa haki. Kwa hiyo kupitia haya yanayoendelea ndani ya chama chetu, chama cha Chadema ni chama ambacho tumekijenga kwa misingi ambayo tumewajengea wananchi kuwa na imani na chama hiki. Na tulifahamu kabisa ndoto zetu zote kukitumikia chama hiki, tunakokwenda tunaenda kukamata dola. Mawazo yangu yote nilitamani nikawe DC, nikawe mkuu wa mkoa, lakini ndoto zangu naona sasa zimeenda kuzimika kulingana na mambo yaliyoko ndani ya chama.